Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam watoa kauli. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema hadi sasa hajaandika barua kuomba ruhusa ya kwenda kugombea ubunge. Hivyo yeye bado hana dhamira kuweka nia ya kugombea ubunge kama wanavyoandika huko mtandaoni. Akiongea jijini Dar es Salaam, RC Albert Chalamila amesema kuhusu swali je, bwana Chalamila atarajiwe au asitarajiwe kwenye kugombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alijibu na kusema kuwa mtakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kwa viongozi ambao wanatamani kwenda kugombea ubunge, udiwani na nafasi zinginezo, na alitoa maelekezo kwamba tuandike barua mapema ili tuweze kujulikana. Chalamila ameendelea kusema kuwa labda niwaeleze tu waandishi wa habari kwamba mimi RC Albert Chalamila sijaandika barua, na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba mpaka sasa bado sijaweka nia, lakini hata kule ambako mnasikia maneno kwamba bwana Chalamila anakuja, bwana Chalamila anakuja, nako zilikuwa ni hisia kwamba bwana Chalamila anakuja, lakini kiukweli kazi hii ambazo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia ni kazi kubwa na zina heshima yake, na kwa kuwa zote ni kazi za kutumikia wananchi, ubunge na ukuu wa mkoa zote ni za kutumikia watu. Hebu kwa kipindi hiki ni baki na heshima hii alionipa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutumikia watu upande huu wa serikali. Wapo baadhi ya watu wananena maneno kule tunakotokea Mheshimiwa Rais alikataza watu. Kwa kweli Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alishatoa utaratibu na hawezi kumzuia kiongozi yoyote wa kisiasa kutokwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi yoyote. Alichotaka ni taarifa ili unapotoka mchakato wa vetting na kumpata kiongozi mwingine uweze kufanyika kwa uhuru na sio kwa ghafla. Kwa hiyo mimi kama Albert Chalamila nilizingatia kiasi cha kutosha. Hizo zilikuwa ni hisia, na kwa sababu sijaandika barua ni kwamba mimi bado sijawa na dhamira kutia nia ya kugombea ubunge. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema hadi sasa hajaandika barua ya kuomba ruhusa ya kwenda kugombea ubunge. Hivyo yeye bado ana dhamira kuweka nia ya kugombea ubunge kama wanavyosema huko mtandao. John Heche atoa kauli, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa sikukuu za Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliotoa wakati wa Pasaka, na tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini la shula la maimamu waliolitoa wakati wa Eid, wote wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Rais Samia atoa kauli, tutaendelea kuwekeza na kurekebisha sheria. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza na kurekebisha sheria za nchi hii kuendana na mahitaji yanayojitokeza, huku akikazia kauli ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akihutubia viongozi pamoja na wageni mbalimbali mara baada ya kuzindua toleo la sheria la Tanzania lililofanywa ulekevu la mwaka 2023 Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanavyojitokeza. Shughuli za ulekevu wa sheria toleo la mwaka 2023 tunalolizindua leo imegharamiwa na sisi wenyewe, na ambiwa shilingi bilioni 10 zimetumika kwenye kazi hii, na wataalamu waliofanya kazi hii pia ni wametoka hapa ndani ya Tanzania, ukilinganisha na lile la mwaka 2003 ambapo Benki ya Dunia ilifadhili na wataalamu kutoka nje ndio walifadhili.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema sheria hizi pia zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, Mkuki na Nyota. Kila kitu ni made in Tanzania, hakuna kitu cha nje. Baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria, na sheria zinaundwa na lazima zifuatwe na zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo linaongeza uwazi, uhakika na kuzipata sheria. Ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria. Ni sehemu ya jitihada zinazofanywa na serikali katika kulinda na utoaji haki hapa nchini. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza, huku akikazia kauli ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba serikali ni sheria na hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria.